Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tuko na mkulima wetu atupeleka shambani kwake na akitufundisha hatua kwa hatua ambazo ameweza kufanikiwa mpaka yeye shamba lake limeweza kuonekana katika hatua nzuri kama unavyotazama hapa katika screen yako. Shamba lake kweli limependeza, ni zuri, na ukitazama ina maana liko vizuri, limetiwa mbolea vizuri na nyanya zimesimama vizuri. Inatia matumaini. Kwa naomba uweze kutufuatilia ili uweze kujifunza kwamba ni jinsi gani na siri gani iliyompelekea mkulima huyu mavuno yake na shamba lake likawa kama hili. Unakaribia kuzaa, unataka sasa uanze kuzaa vizuri na kuanza kutengeneza matunda. Unaweza ukao unakumbana na ugonjwa wa mnyauko. Kwa hiyo huu ugonjwa umekuwa unasumbua sana kwa kiasi kikubwa sana, tena kwa kiasi kikubwa mno huo ugonjwa. Lakini endapo shamba lako ukao umeliandaa vizuri, shamba lako ukao umelitubua vizuri, hata kama huo ugonjwa utakuja kuwepo baadaye, baada ya nyanya kuanza kukua, inaweza ikaathiri, lakini sio kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano kama hivi, huu mmea huu hapa ulikuwa umeanza kuzaa kama hivi, na huu ugonjwa huwa sana mara nyingi huwa hauna dawa. Dawa ya kuondoa hili tatizo huwa haipo. Kwa bahati mbaya zaidi haijawahi kupatikana mpaka sasa hivi. Huu ni mche umenyala huyu, umekauka kabisa kama jinsi ambavyo unavyoona. Lakini ingawa umekauka, hapa kuna miche minne ambayo imebaki ikiwa ni mizima kati ya moja ambao uliofanyeje, ulionyauka. Kwa hiyo nini maana yake? Huu ugonjwa unakuwa haukuathiri kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kama ardhi imelimwa sana kwa muda mrefu, imelimwa sana zao la nyanya kwa muda mrefu, huu ugonjwa baadaye ardhi huwa inachoka. Kwa hiyo mmea unaanza kupitia hiyo changamoto ya kuwepo hiyo ardhi na ugonjwa wa mnyauko. Unasumbua na unatesa wengi sana kwa kiasi kikubwa. Lakini kidogo ardhi ukiwa umeigeuza, inakuwa inasaidia kupunguza hilo tatizo la mnyauko. Linapunguza kidogo tatizo la mnyauko, kwa sababu ardhi pia inapokuwa inageuzwa, kidogo rutuba huwa inakuja juu, ambapo inasaidia mche kama mche unapokuwa umeupanda, uwezekano mkubwa wa huo mche kufyonza na kupata vile virutubisho kutoka kwenye ardhi na kuingiza ndani ya huo mche kama chakula, uwezekano mkubwa upo, na kupata athari inaweza ikajitokeza, lakini sio kubwa sana kivile. Kuna sehemu ambazo hawakufanya hivyo. Kuna baadhi ya watu mashamba yao wameyakimbia, yani wameamua kuyatelekeza na kuyaacha kabisa, kwa sababu kile ambacho walichokuwa wanakitarajia kukipata hawajakipata kabisa, na wamefeli, wamejikuta kuwa wamefeli, na mwisho wa siku wakaona kwamba kuendelea tena kuhudumia kila ambacho walichokuwa wanakiona kuwa kinafaa kwao, yani kuendelea kuhudumia hilo shamba, wakaona kwamba haistahili tena, kwa sababu mnyauko umeathiri kwa kiasi kikubwa. Mimea mingi, miche mingi imeathirika, imeathiriwa na huo mnyauko. Kwa hiyo imenyauka kwa kiasi kikubwa. Lakini ni kwa sababu hawakuigeuza ardhi, ni kwa sababu ardhi haikugeuzwa. Na ardhi kama haijageuzwa, lazima tu eneo ambalo limetumika kwa muda mrefu kulima nyanya, lazima litakuja kujitokeza baadaye, baada tu ya mche kuanza kuzaa. Baada tu ya mche kuanza kuzaa, unapoanza tu kuzaa mche, lazima huo ugonjwa unaweza ukakuathiri, unaweza ukaleta athari tena kubwa sana. Lakini kama jinsi ambavyo ulivyoona mpenzi mtazamaji,
Kwa mfumo mzuri na bora wa kuweza kulipata zao la nyanya, lazima udili na palizi ya kutosha na uweze kulihudumia vizuri, na pia zingatia sana kufanyia palizi ya mara kwa mara, na palizi yake sio palizi tu ya kupita unang'olea majani, hapana. Ni ardhi unapita na jembe, unajaribu kuchimba ule udongo ambao uko pembeni mwa mche, unauvutia kwenye shina, yani unauvutia kwenye shina, ikiwezekana unafukia kabisa shina kwa kiwango kirefu, shina zima kwa kiwango kirefu. Hivyo inaweza ikasaidia shina kuwa na ubora mkubwa wa kuendelea kuzaa na kuendelea kukuletea matokeo mazuri na matunda ya kutosha. Angalia kama jinsi ambavyo unavyotazama, mche bado unaendelea kwenda juu zaidi. Bado unaendelea kwenda juu zaidi kama jinsi unavyoona mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu, bado unaendelea kwenda juu zaidi, na kadri jinsi ambavyo utakavyozidi kuinuliwa ndivyo utakavyozidi kwenda juu zaidi. Kwa hiyo huu mfumo ni bora kuliko mifumo yote ambayo mpenzi mjasiriamali unayotakiwa kuifanya au kuichukua. Huu ni mfumo bora sana wa kilimo cha nyanya. Zingatia sana na chukua mfumo, utakusaidia na utakupa matokeo makubwa sana, na unaweza ukawa utakusaidia sana tena kwa kiasi kikubwa sana. Huu ni mfumo ambao ni bora na pia ni bora sana, tena ni bora mno. Kwa hiyo kitu kama hiki katika maisha yoyote yale ya mtu yoyote ambaye anayehitaji kuwa mjasiriamali, hususan kujiingiza katika swala zima la kilimo. Kilimo kinalipa, kilimo kina faida, na mtu yoyote ambaye aliyeingia kwenye kilimo akaingia kwa akili, alafu akawa analima kwa kuangalia mazingira, kwa kuangalia vipindi vya wakati ambao anaotaka kulima hilo zao, ataenda kuivishia wakati gani na kutakuwepo na kiasi gani cha bei ya zao hilo ambalo analotaka kulilima. Kwa mfano kama sasa hivi soko linasoma kwamba bei ya nyanya kwa sasa hivi inasoma kwenye 25. Bei ni nzuri, ambayo ni bei ni nzuri tu, na huo mmea bado haujaanza kuzaa, na vile vile kwenda kufikia mpaka kwenda kufikia mwezi wa 11 ndo unaweza ukaanza naweza nikaanza kuvuna kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mpaka mwezi wa 11 huenda Mungu anaweza akawa amejalia bei kupanda kidogo, kupanda kwa kiasi fulani, lakini asilimia kubwa ya watu ambao waliolima kuanzia mwezi wa 6 kwenye mazingira ya huko, lakini ambako niko kuanzia mwezi wa 6 zimeenda kuiva kuanzia kwenye ule mwezi wa 9 wa 10, wanaenda kukumbana na bei ambayo sio nzuri sana kivile. Maana mwezi wa 10 na wa 9, kuanzia wa 9 mpaka wa 10, bei ya nyanya huwa inashuka. Bei ya nyanya kiwango chake huwa kinashuka, haiwi kubwa, bei yake inakuwa ni ndogo. Tena pale kwenye mwezi wa 8, nyanya zilizolimwa kuanzia mwezi wa 5 mwishoni zinaiva kwenye mwezi wa 8 hapo. Kwa hiyo tunashukuru mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV kwa kuweza kutufuatilia hatua kwa hatua toka video imeanza, na mjasiriamali wetu ameweza kutufundisha katika hatua mbalimbali na mpaka sasa mwisho wa video. Kikubwa na kuomba uweze kusubscribe, uweze kugonga like pamoja na comment. Ni pia tunakuachia maswali hapa uweze kuyajibu, tutakujibu kama umepatia katika comment. Maswali yanasema, je, shamba lako la nyanya ni la eka ngapi au hekta ngapi? Swali la pili, je, una matarajio ya kulima nyanya? Na video zetu zinakuelimisha kwa kiasi gani? Nitasoma comment hapo katika ukurasa wetu wa comment. Kwa ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tunashukuru sana, na kuna mawasiliano yanapita hapo chini ya screen yako, naomba tuweze kuwasiliana. Na pia kuna upatikanaji wa vitabu hatua kwa hatua jinsi ya ulimaji wa nyanya. Asante sana, karibu Nebuye TV.